Baba, ningejua. Sasa tunakwenda kusikiliza neno la Mungu katika uwepo wa Bwana ambao Mungu ameachilia hapa katika viwanja hivi, ameachilia juu yetu kwa jioni ya leo. Hebu tuchukue nafasi hii tumuulize na kumwomba Bwana aseme na sisi, aseme na wewe, aseme na maisha yako, aseme na hata sisi sote walioko hapa, lakini hata wale walioko mbali. Maana Mungu ana uweza usio wa kawaida. Mungu ana kila kitu. Mungu ana mapenzi mema juu yetu. Hebu tuombe. Baba yetu, tunaye furaha tena watoto wako kukusanyika katika viwanja hivi. Kwa majira haya tunaomba, tunakusihi useme nasi. Tunaomba sasa tunapoenda kusikiliza neno lako, hata tunapomuinua mtumwa wako na mtumishi wako ambaye anasema na mkutano huu, Bwana, ninamuombea na kumweka mikononi mwako. Tia nguvu sasa, aseme na watu wako. Najua Mungu neno lako ndio kauli ya mwisho katika maisha yetu. Asante kwa sababu jioni ya leo hautamwacha hata mmoja, hautampungukia yeyote, bali utamgusa na utatenda katika jina la Yesu. Tunakushukuru wewe uliye Mungu na wewe uliye Baba, na sisi tunajiweka mikononi mwako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tupige makofi kwa Yesu. Piga makofi kwa Yesu mpendwa. Bado makofi hayatoshi kwa huyu Yesu. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Usinipite Mwokozi, usinipite Mwokozi, Haleluya Yesu, haleluya Yesu. Kokote kule sauti hii inapofika, Bwana tembea, nguvu zako acha zitembee. Tumuite Yesu, Bwana acha nguvu yako itembee, acha uwepo wako utembee, acha neema yako itembee, acha neema yako itembee. Hata kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya redio, Bwana acha uwezo wako uwafikie, acha uwepo wako uwaguse na kuwatembelea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Acha neema yako iwaguse, acha nguvu yako iwaguse, acha uwezo wako uwaguse katika jina la Yesu. Usimpite hata mmoja, usimpite hata mmoja wao, usimpite hata mmoja wao, usimpite hata mmoja wao. Bwana tunakubariki kwa jioni ya leo tena, kwa jioni ya leo tena. Asante kwa ajili ya ndugu zetu ambao wametuma ujumbe wakihitaji msaada wako kwa maeneo mbalimbali. Wasikilizaji waliotufuatilia jana kwa njia ya redio,
tunawainua katika mikono yako katika jioni ya leo, wenye mahitaji mbalimbali. Bwana, nyosha mkono wako, Bwana ukawaguse, Bwana ukawaguse na kuwatembelea, Bwana ukawainue tena kwa neema yako na kwa mkono wako na kwa uweza wako. Bwana kajidhihirisha na kuwagusa, waguse pale walipo katika jina la Yesu. Wengine wamepotelewa na ndugu zao, Bwana warudishe hao ndugu, warejeshe hao ndugu nyumbani. Familia ambao baba yao wamepotea siku nyingi, Bwana umrejeshe nyumbani. Ndugu ambao wameondoka miaka mingi, Bwana akawaguse huko waliko waweze kukumbuka nyumbani katika jina la Yesu. Bwana mkumbuke huyo msikilizaji ambaye anamwombea mume wake apate kazi, na kwa niaba ya wote wanahitaji kupata kazi, Yesu nyosha mkono wako, fungua milango kwa ajili ya hawa wandugu, fungua milango kwa ajili ya kazi katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya Doris ambaye anahitaji maombi kwa ajili ya familia yake. Bwana itembelee familia hii, wakuone wewe, na wanaohitaji kufunguliwa kwenye vifungo. Baba, tunatuma moto wako, tunatuma nguvu yako popote pale walipo, ikawafungue katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wafungue kwa namna ya ajabu sana. Baba, tunalibariki jina lako, maana ni jina lenye nguvu na uweza. Na hata jioni ya leo, Yesu uko mahali hapa, uwepo wako uko mahali hapa, neema yako iko mahali hapa. Bwana, umejiandaa kuwagusa watu wako na kuwafungua kwa namna ya tofauti katika jina la Yesu. Tunakaribisha uwepo wako mahali hapa, tunakaribisha nguvu yako, tunakaribisha uweza wako kwa namna isiyokuwa ya kawaida katika jina la Yesu. Baba, tembea mahali hapa katika viwanja hivi katika jina la Yesu. Naita uwepo wako, naita uwepo wako ukatembea mahali hapa kwa namna ya ajabu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, nimeomba na kuamini. Amen. 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 Hebu sema amina. Sema amina tena huku kimshangilia Bwana. Shangilia Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine tena ambayo ametupatia kuendelea kuyanena maneno yake kutokea viwanja vya kanisa la Habari Maalum Ngaramtoni, Arusha, Tanzania. Tunakukaribisha tena wewe ambaye uko mahali hapa katika viwanja hivi. Karibu sana kwa siku ya tatu, na nataka nikwambie kuna siri nyuma ya siku ya tatu. Haleluya! Kuna siri katika siku ya tatu. Yesu alifufuka siku ya tatu. Kwa hiyo ndani ya siku ya tatu, prophetically, the third day is the day of resurrection. Siku ya tatu ni siku ya ufufuo, ni siku ya ufufuo, na ujumbe wa leo unahusu ufufuo. Ujumbe wa leo unahusu kufufuka. Naenda kuongelea juu ya mifupa mikavu. Nisikie amina, nisikie amina. Amen. Nisikie amina ya washindi. Amen. Tunaenda kuongelea mifupa mikavu ambayo ilikuwa ni mikavu sana,
lakini mwisho wa siku mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana aliye juu ya yote alipoingia kwenye utendaji, mifupa ilipata mishipa, ikapata nyama, baadaye ikapata uhai. Oh my God, my God, my God, my God. Ezekieli sura ya 37 mstari wa kwanza. Nitasoma mistari mingi kidogo, halafu baadaye nitafafanua kwa kifupi, then tutaenda kuingia kwenye utendaji, tutaenda kuingia kwenye zoezi. Ezekieli 37, Ezekieli 37 mstari wa kwanza inasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Ili ni swali ambalo msikilizaji unayenisikiliza hapa, na wewe ambao unanisikiliza kwa njia ya redio, inawezekana umefika mahali kwenye maisha yako, aidha kwenye biashara yako, aidha kwenye familia, kwenye ndoa, unajiuliza hili swali ya kwamba hivi kweli, je, siku moja hii ndoa itakuja kuwa ni ndoa ya furaha? Je, will it come a moment where I will also start enjoying my marriage? Unajiuliza hilo swali na hujawahi kupata majibu. Bwana siku ya leo amelileta hili neno, maana linakuja na majibu ya maswali yote ambayo umekujiuliza. Hivi hiki kweli kinaweza kikaishi? Hivi hii ndoa inaweza ikaenda pia? Hivi hii biashara itaishi tena? Siku ya leo Bwana anayo majibu kwa ajili ya swali lako. Ezekieli akaulizwa, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Mambo ya ajabu sana, mambo ya ajabu sana. Can you talk to dry bones? Unaongea na mifupa mikavu. Unaambiwa uongee na mifupa mikavu ambayo haina uhai, lakini unaambiwa uongee nayo. Ili ni jambo la ajabu. Akaambiwa, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Wakati anaongea nayo mifupa bado yamekufa, hata kumsikia hayamsikii, lakini anayaambia, hey mifupa, dakika chache zijazo mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi mtumishi wa Mungu akawa mtii. Anasema, nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. I prophesied as I was commanded. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi,
na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabiria upepo. Mwanadamu ukauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzia hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Asema Bwana. Nisikie amina. Nisikie amina. Amen. Nisikie amina. Nisikie amina. Amen. Sema amina tena. Ezekieli akachukuliwa katika maono, akapelekwa kwenye bonde. Akiwa katika maono, akaonyeshwa bonde limejaa mifupa. Si kwamba mifupa imekaa pamoja, imekusanywa labda kwenye lundo, imejilundika, lakini ilikuwa imetawanyika kwenye bonde lote. Ni kama wale watu waliouawa, yalifanyika mauaji ya kimbari, wakauawa wakiwa kwenye eneo moja, halafu hakuna aliyewazika mpaka miili ikaoza, ikaliwa na funza, na kila kitu kikaliwa mpaka ikabaki mifupa peke yake, na ikabaki imetawanyika kwenye lile bonde lote. Ezekieli anachukuliwa, anaonyeshwa na Mungu, anatembezwa kwenye lile bonde, anaonyeshwa na yeye, kama maandiko ambavyo tumesoma, akawa anatazama kwa makini, ndio akaweza kuona ilikuwa kwenye hali gani. Anasema ilikuwa mikavu sana. Mstari wa pili anasema akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo ilikuwa ni mikavu sana. Alafu alipomaliza kufanya observation, hebu sema ehe. Alipomaliza kufanya uchunguzi, hebu sema tena ehe. Mungu akamuuliza swali, akamuuliza hivi,
Je, the way ulivyoona hiyo mifupa inavyoonekana, hali ambavyo umeiona, na kuuliza ewe Ezekieli, je, mifupa hii inaweza kuishi? Mungu anakuuliza jioni ya leo, wewe uliyeketi mahali hapa, na wewe ambaye unatusikiliza kwa njia ya redio, maana yako mazingira kwenye maisha yako unayafahamu vizuri. Umepita kwa miaka mingi kwenye hayo mazingira, mpaka ukafika mahali ukasema, yawezekana familia yetu hiki ndicho kiwango chetu. Yawezekana katika familia zetu mabinti hawaolewi. Yawezekana katika familia yetu hakuna kufanya biashara na ikapanuka. Yawezekana kwenye familia yetu, kwenye elimu ni mwisho wa darasa la 7 au mwisho O-level sekondari. Yawezekana yako mazingira kila moja ambayo yanamzunguka, ambayo yamekufanya uwaze mpaka ufike mahali uone hivi, hii hali inaweza ikabadilika. Siku moja itafika mahali hii hali ikabadilika. Sasa Mungu anauliza, je, mifupa hii inaweza kuishi? Ezekieli swali lile likawa gumu kwake. Lile swali likawa gumu kwake. Akasema, hapa nikiingia kichwa itakula kwangu. Akasema, Mungu wewe mwenyewe ambaye ndio unaniuliza, mimi kama mwanadamu, kwa ujanja wangu na kwa elimu yangu na kwa falsafa nilizopita kwenye vyuo, maana Ezekieli ilikuwa msomi, kwa elimu niliyo nayo na hali nilivyoiona, kwa kweli wewe ndio unajua. Kama wewe ndio wajua kama mifupa hii inaweza kuishi. Nataka niseme na mtu mmoja mahali hapa ya kwamba Mungu ndiye anayejua ya kwamba wewe unaweza ukaishi. Mungu ndiye anajua ya kwamba hicho kisukari kinaweza kikakuachia. Wewe kwa akili zako haiwezekani. Kwa idadi ya hospitali ulizohudhuria, kwa idadi ya waganga ulioenda, kwa idadi ya watu uliokutana nao, haiwezekani. Lakini yuko Mungu wa mbinguni aliyekuumba. Yeye ndiye anajua ya kwamba unaweza kutoka kwenye hiyo hali. Yeye ndiye anajua, maana ni Mungu wa yaliyoshindikana. Biblia inasema kwake hakuna jambo lisilowezekana. Yote yawezekana kwake yeye. Ezekieli akasema, wewe Bwana wajua, wewe Bwana wajua. Mungu akaona umejibu vema, ndipo akampa maelekezo ya pili. Akamwambia, toa unabii juu ya mifupa hii. Haijalishi ni mikavu namna gani, haijalishi. Unajua wakati mwingine Mungu huwa anangoja hali iwe mbaya kupita maelezo, kiasi kwamba kwa ujanja wako wote, kwa ujanja wote na kwa uwezo wako wote, ufika mahali uone hapa hakuna namna nyingine inayoweza kunisaidia hapa isipokuwa Jehova peke yake. Tumesikia habari za watu wengi, anaenda hospitali wanamwambia, wanamtibu mara ya kwanza,
wanamtibu mara ya pili, wanamtibu mara ya tatu. Baadaye wanaangalia kadri wanavyomtibu hali yake haiendelei kuwa bora. Wanafika mahali wanasema, kwa kweli. Wakati mama mkwe wangu tunampeleka kliniki ya mionzi kwa ajili ya kensa, nikakutana pale na afisa mmoja pale Ocean Road. Nikakutana na afisa mmoja amevaa suti yake tu mkubwa, ana cheo kikubwa, amebebewa mafaili yake, sijui ni mafaili ya bima, sijui ni mafaili ya nini, hawezi hata kuyabeba. Wamemwambia kule India ya kwamba rudi nyumbani ukaishi kwa matumaini, rudi nyumbani kwenu ukaishi kwa matumaini. Wako watu ambao mnanisikiliza, umefika kwenye hali hiyo, umeambiwa rudi nyumbani ukaishi kwa matumaini. Maana kwa ujanja wetu na utaalamu wetu, inaonekana hali yako imekuwa mbaya kiasi kwamba kwa utaalamu tulivyofundishwa hapa, akili zetu na ujanja wetu umefika mwisho. Wanadamu wanaweza wakafika mwisho, mume wako anaweza akafika mwisho, wale unaowategemea wanaweza, uwezo wao unaweza kufikia mwisho, msaada wa wanadamu unaweza kufikia mwisho. Lakini ninayo habari njema jioni ya leo. Yuko Mungu ambaye, yuko Mungu ambaye, yuko Mungu ambaye, yuko Yesu ambaye, yuko Yesu ambaye alipigwa pale msalabani kwa ajili ya magonjwa yote, kwa ajili ya mambo yote yaliyoshindikana. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote mliolemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Jioni ya leo Yesu yuko hapa kwa ajili ya mambo yaliyoshindikana, kwa ajili ya mambo yaliyoshindikana. Yuko kwa mambo yaliyokufa, ajili ya uhai, kwa biashara zilizokufa azifufue. Yeye ni Mungu, ni uhai, ni uzima, ni chanzo cha uzima, ndiye aliyeumba. Unajua hii habari inatukumbusha wakati mwanadamu anaumba, Mungu akachukua udongo akatengeneza mguu. Sijui alianza na kichwa, mimi sijui. Akatengeneza mguu, akatengeneza mkono, akatengeneza na pua, akatengeneza na vidole, akatengeneza na tumbo, akaweka na mautumbo humo ndani. Yakajikoroga. Sijui kwa nini yaliumbwa yamejikoroga koroga namna hii. Yeye anajua hiyo sayansi. Akatengeneza vyote. Alipomaliza kutengeneza, alipolitazama, nilikiwiliwili tu limekaa pale. Lakini hatua ya mwisho alichofanya, akachukua hicho kiwiliwili, akapulizia pumzi ndani ya mwanadamu, ndani ya hicho kiwiliwili. Alipopulizia pumzi, uhai ukaingia. Mwanadamu akawa nafsi hai. Mwanadamu akawa nafsi hai. Haleluya, haleluya. Wako watu akipita barabarani, mwendo wake unakuwa unajiuliza, hivi huyu anavyotembea ana milioni ngapi ndani ya mifuko yake? Au benki kadi yake inasoma ngapi? Anavyotembea, anavyokutazama, ukikutana naye, kiburi hicho chote, maringo hayo yote, ni kwa sababu umebeba pumzi ya Mungu aliyekuumba. Una pumzi. Pumzi hiyo ikiondoka, hata jina lako linabadilika.
Unaitwa hayati kama wewe ni mheshimiwa. Kama wewe hauna cheo, unaitwa marehemu. Haleluya! Kiburi chote. Kila weekendi naenda saluni kutengeneza nywele. Hayo yote ni kwa sababu una uhai. Naenda saluni kufanya scrub, nitoke soap. Hiyo yote ni kwa sababu ndani yako Mungu alipuliza pumzi ukawa nafsi hai. Ukizimika, Israeli akipita na wewe, hata hiyo akili ya kusema niende saluni. Kwanza ukienda saluni hauna uhai. Hiyo saluni watakukimbia, watakimbia, watakunjika miguu. Saluni imetembelewa na marehemu, anaenda kukaa. Anataka kufanywa scrub. Kwa hiyo kama vile iliyotokea wakati Mungu anaumba, ndiyo tunaona mazingira haya. Ezekieli anaambiwa, nilikuwa nasema Mungu anaweza kusubiri hali mpaka ikawa mbaya sana, alafu hapo ndipo anaingilia kati ili kitakapotokea usije ukafikiri ni akili zangu ndizo zimesababisha haya mabadiliko, ni ujanja wangu. Useme hapa aliyenitendea ni Jehova peke yake. Kuna wakati unatafuta kazi hauipati, unatoa rushwa bado haupati, hela zinaliwa, mpaka hali inakuwa mbaya kiasi kwamba Mungu akiingilia kati huwezi ukasema ni fulani ndio kanisaidia. Unasema hapa ni Bwana pekee ndiye kafungua huu mlango. Jioni ya leo Mungu anataka kutendee, Mungu anataka kutendee mpaka useme aliyetenda hapa ni Mungu peke yake, wala hakuna mwanadamu anayeweza kufanya hiki ambacho kimefanyika. Ezekieli akaambiwa toa unabii juu ya mifupa hii. Ezekieli akatoa, akaambiwa hata unabii, ambie enyi mifupa mikavu, sikieni neno la Bwana. Haijalishi mmekauka namna gani, lakini sikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Na mimi jioni ya leo nimemtii Mungu, maana amenipa hili neno nije nitabiri juu ya maisha yako. I have come to prophesy over your situation. I have come to prophesy over your life, over your business, over your health. Kila kitu ambacho kimekufa, Bwana ameniambia nitabiri ya kwamba kuna uwezekano wa uhai kuingia tena kwenye biashara iliyokufa, kwenye afya iliyokufa, inaweza ikafufuka tena. Yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana kwa Mungu wetu. Yanawezekana, yanawezekana, yanawezekana kwa Mungu wetu. Yanawezekana, yanawezekana, yanawezekana kwa Mungu wetu. Oh, yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana kwa Mungu wetu. Yote yanawezekana, yote yanawezekana, yote yanawezekana. Unachohitaji ni kulipokea hili neno, upokee huu nabii,
Mimi kazi yangu ni kutoa unabii, kazi yako ni kuupokea. Ukiyapokea maneno haya, ukiyapokea maneno haya kwa namna ya tofauti, ukayapokea kwa imani, hakika kuna kitu kinaenda kutokea kwenye maisha yako. Bwana amenituma kutabiri kwenye ndoa zilizokufa. Bwana amenituma kutabiri kwenye biashara zilizokufa, ya kwamba inawezekana kuishi tena. Inawezekana kuishi tena. Ndoa inawezekana kurejea tena. Maana Bwana ndiye anaenda kufanya. Tumesoma alipoanza kutabiri, likatokea tetemeko. Lilipotokea tetemeko, inanikumbusha Matendo sura ya 4 mstari wa 30, kuanzia mstari wa 30 na kuendelea mpaka 33. Biblia inasema mitume wa Yesu walipomaliza kuteswa, kina Petro na Yohana, baada ya kumnyanyua kiwete kwenye mlango itoo Mzuri, alafu watu wa dini, kama nilivyosema jana, watu wa dini, ndio maana ni hatari sana kuwa mtu wa dini. Watu wa dini hawamtaki Mungu. Walipoona kiwete amenyanyuka, wakakasirika, wakawaita mitume, wakawatandika, alafu wakawatishia, wakawaambia kuanzia sasa hakuna kuhubiri tena kwa jina la huyu mtu. Hawamtaji hata jina lake. Marufuku kuhubiri kwa jina la huyu mtu. Mmeijaza Yerusalemu mafundisho ya huyu mtu. Hawamtaji hata jina. Kwa nini? Jina la Yesu, jina la Yesu alitajwa ovyo ovyo. Jina la Yesu kilitaja ovyo ovyo, unaweza kadondoka. Jina la Yesu kilitaja, maana ni jina lililoinuliwa kuliko majina yote. Wakati wako pale walipotandikwa, wakarudi kwa wenzao, wakawaeleza yote niliyowapata. Biblia inasema wakaanza kuomba Mungu, wakaanza kuomba Mungu, wakaanza kuomba Mungu. Rika reba shaka, wakaanza kuomba Mungu. Walipoomba kwa dakika kadhaa, Biblia inasema mahali pale walipokuwa wamesimama, likatokea tetemeko, likatokea tetemeko, likatokea tetemeko. Bwana anaenda kusababisha tetemeko kwenye biashara yako, anaenda kusababisha tetemeko kwenye familia yako, kwenye elimu yako, ofisini kwako. Mambo yalipokufa, Bwana atasababisha tetemeko. Maana Ezekieli wakati anatabiri, likatokea tetemeko. Tetemeko lilipotokea, mifupa ikaelewa lugha ya hilo tetemeko, ikasema hapa tunaambiwa mimi mfupa wa ubavu nimtafute mwenzangu kule aliko, ni wasake na wenzangu wote. Ikaanza kutafutana, ikawa ni purukushani. Ungekuwepo kwenye ile bonde unakimbia kama kichaa. Unaona ni mfupa ili la hapa chini kuja hapa kwenye magoti, linakimbia linamtafuta mwenzake, linaanza kujishimika kota na jingine la mguu wa kushoto hivyo, yani pakawa ni vurugu mechi, mpaka inatokea sura ya mtu li skeleton. Likisha kamilika, wakati Ezekieli anatazama, anashangaa, anaanza kuona na mishipa inatokea kwenye juu ya hiyo mifupa. Hajakaa sawa, na nyama imetokea kwenye hiyo juu ya hiyo ile mishipa. Hajakaa sawa, na ngozi ilipotokea, kama ilivyokuwa kwenye uumbaji, hayo maviwiliwili hayawezi kufanya chochote. Ndipo akaambiwa utabirie upepo, utabirie upepo, utabirie upepo, uambie upepo, ewe upepo waingie hawa. Alipomaliza kutamka, upepo ukaja ukaingia kwenye hii mili. Ndipo inasema wote wakawa hai, likawa jeshi kubwa, likatokea jeshi kubwa.
likatokea jeshi kubwa. Tunachokiongelea kinahusu vitu ambavyo vilikuwa hai hapa baadaye vikapoteza uhai. Inaweza ikawa ni kanisa ambalo lilikuwa na uhai lakini sasa hivi limepoteza uhai. Inaweza ikawa ni kiroho kilichokuwa kizuri lakini sasa hivi kiko ovyo. Inaweza ikawa ni uchumi uliokuwa mzuri lakini sasa hivi umeenda kombo. Inaweza ikawa ni taifa ambalo lilikuwa linafanya vizuri kwa sasa linafanya vibaya. Inaweza ikawa ni mkoa au ni wilaya au ni kijiji kilikuwa na mshikamano lakini mshikamano umekufa. Bwana amenituma kutabiri juu ya kila kilichokufa. Bwana amenituma kutabiri juu ya kila kilichokufa, ya kwamba kinaweza kikaishi tena, ya kwamba kinaweza kikaishi tena, ya kwamba kinaweza kikaishi tena, ya kwamba uhai unaweza ukatokea tena. Uhai unaweza ukatokea tena. Matumaini yanaweza yakarejea tena. Umechumbiwa mara 20 mpaka umefika mahali unaona ni kama hakuna matumaini. Nataka nikwambie, hiyo ni mifupa mikavu. Jioni ya leo wana nalo neno kwa ajili ya kila mfupa mkavu. Umetembea kwa waganga, umetembea hospitali mbalimbali kwa ajili ya hali fulani. Huo ni mfupa mkavu. Na Bwana nalo neno la unabii jioni ya leo ya kwamba afya yako inaweza kurejea tena. Haleluya, haleluya. Inawezekana ukaishi tena. Inawezekana ukatembea tena. Inawezekana ukawa mwombaji tena. Inawezekana ukaishi tena. Biashara inaweza ikainuka tena. Biashara inaweza ikainuka tena. Kanisa linaweza likainuka tena. Kiroho chako kinaweza kikainuka tena. Maisha yako yanaweza yakainuka tena. Haijalishi umekaa kwenye hali ngumu namna gani, inawezekana kuishi tena. Bwana amenituma nitabiri uhai na uingie kwenye maisha yako. Ni jioni ya mwanzo mpya. Ni jioni ya majira mapya. Bwana analeta majira mapya kwenye maisha yako. Bwana anafufua matumaini tena. Bwana anafufua matumaini tena. Ufufuo ukitokea, matumaini yanarejea. Biblia inaonyesha Yesu alipokufa msalabani, alipozikwa, mitume wote waliishiwa na matumaini. Na hata Wayahudi katika siku zile wakasema, tulitarajia huyu ndiye angekuwa tegemeo na taraja la Israeli, sasa wamemuua. Matumaini yakaisha. Matumaini yakaisha. Yesu akawa anauhesabia tu. Day 1 ikapita. Day 2 ikapita. Ilipofika siku ya 3, sema amen. Ilipofika siku ya 3, maandiko yanaonyesha ghafla malaika akashuka kutoka mbinguni kwenye lile kaburi. Walikuwa wameweka walinzi kulilinda kaburi. Wewe mwanadamu ni nani unaweza kumzuia Mungu asipite anapotaka kupita? Malaika aliposhuka hata kuangalia kuna walinzi, maana kilichofuata ni walinzi kuanguka chini kama na kuzimia kwa hofu na kutetemeka baada ya kumwona yule malaika. Na malaika wala hana habari nao, akaenda kwenye jiwe akaliviringisha, maana walisema tunamkomesha huyu mjanja. Wakaweka bonge ya jiwe kwenye kaburi lake, ikiwezekana yani kama hata kama atanyanyuka huko ndani ashindwe kutoka, maana walitaka yani wampoteze kabisa. Wako watu wametamani kukupoteza. Wako watu wamekuwekea bonge ya jiwe, wamekuendea kwa waganga wa kienyeji. Wengine wamechukua picha yako,
Mimi kuna watu walichotaga nyayo zangu, wamechota nyayo zangu. Kuna mwingine aliwahi kuchukua nywele miaka ya 90 huko, lakini mpaka leo nipo na dunda, nina afya yangu tele. Wanapoteza wakati, wanapoteza wakati, wanapoteza wakati, wanapoteza wakati. Malaika kaliondoa lile jiwe. Alipoliondoa lile jiwe, mwana wa Mungu Yesu Kristo, Falme wa falme, aliyepona juu ya yote, aliye juu ya mauti, aliye juu ya magonjwa, aliye juu ya kila hali mbaya, aliye juu ya kukata tamaa, aliye juu ya kufeli kwa kila aina, aliye juu ya kila jambo, akatoka kaburini akiwa mzima. Anatembea, anatembea, anatembea. Na wale malaika walikuwa mahali pale. Mariamu aliyewahi kwenda kaburini akamkuta, alafu na Yesu akamtokea. Alipomtokea akataka mshike, akamwambia usiniguse maana bado sijapaa, lakini nenda kawaambie wanafunzi wangu tukutane Galilaya, tukutane Galilaya. Alafu Yesu akasepa zake mbinguni, akasepa zake mbinguni, akasepa zake mbinguni, akaenda kutoa taarifa kwenye kiti cha enzi kwamba Baba, kazi ulionipa nimeikamilisha. Funguo za mauti na za kuzimu hizi hapa. Kuanzia sasa wanadamu wakombolewa, wanadamu wa Seuri wakombolewa, wasiteswe tena na shetani. Baba, nimemaliza kazi, nimekamilisha kazi. Vilivyokufa vianze kupata uhai tena, walio wagonjwa wapone, wenye changamoto Bwana awape raha katika maisha yao. Alafu alipomaliza kutoa ripoti, akarudi Yerusalemu, akawatokea wanafunzi wake wakiwa hawana habari. Ghafla wakati huo sasa, kabla ya kufufuka, Yesu alihitaji agonge hodi kwenye mlango. Ngongo, mnamfungulia, ndo anaingia. Lakini baada ya kufufuka, alipotoka mbinguni kuripoti, alikuwa anaingilia popote, akiulenga ukuta. Hauzuiliwi na ukuta. Mnasikia amesimama katikati yenu, mnasikia amesimama katikati yenu. Na maandiko yanasema aliwatokea watu zaidi ya 500, zaidi ya 500 kwa staili ya namna hiyo. Na hao ndio waliendelea kumshuhudia Yesu. Habari zake wakazieneza mpaka zikatufikia na huku. Na huyo Yesu ambaye ninamsema bado ni yule yule, jana, leo na hata milele. Nguvu zake bado ziko vile vile. Naomba tusimame. Uweza wake bado uko vile vile, mamlaka yake bado iko vile vile. Na hata sasa yuko mahali hapa. Nakumbuka habari ya Azusa, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka mwaka wa 1901, kuanzia na 1 mpaka hasa kuanzia 1905 na 6, Roho Mtakatifu aliposhuka. Tunasomeka kwenye maandiko, Roho aliposhuka siku ya Pentekoste, ndimi za moto ziliwatokea juu ya vichwa vyao. Nataka nikwambie, wakati wa Azusa hiki kitu kilitokea tena. Ndimi za moto watu walikuwa wanaziona. Ikafika wakati lile jengo lipokuwa wanasalia kukuonyesha ya kwamba Yesu ni yule yule, jana, leo na hata milele. Yesu ni yeye yule, jana, leo na hata milele. Na ya kwamba maandiko tunayoyasoma ni amini na kweli. Ulifika wakati watu waliokuwa wanaishi karibu na lile jengo wakawa wanaona jengo linaanza kuwaka moto, jengo linateketea. Wanapiga simu fire,
wanapiga simu fire kwamba kuna moto, njoni mzime moto huku, njoni mzime moto huku. Gari linawashwa, bibu, 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 magari yapishe, maana linawahi kwenda kuzima moto. Wakafanya hivyo, wazima moto wakifika kwenye lile jengo, wanashangaa hakuna cha moto wala jengo linaloteketea, ila ndani ya lile jengo wako watu waliomkubali Yesu, ambaye ni yule yule. Wako riba baba 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 reba baba 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 rika kakaka irakaka, wako bize. Ile nguvu ilikuwa inashuka na moto unaonekana. Tuko katika nyakati ambazo Bwana anataka kuyatenda hayo. Bwana anataka kuyatenda hayo. Bwana anataka kuyatenda hayo. Ninamwamini Mungu na ninaliamini neno la Mungu. Jioni ya leo, lile neno ambalo liliachiliwa na Ezekieli likasababisha uhai kwenye mifupa mikavu, hata jioni ya leo wewe unayetusikiliza kwa njia ya redio, ili neno ninavyozungumza namna hii linaachilia uhai kwenye kila eneo ambalo limekufa au liko hoi linaumwa. Jioni ya leo Bwana anaachilia uhai, anaachilia uzima, anaachilia uzima, anaachilia uzima. Wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda, Yesu tawala. Wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda, Yesu tawala. Hebu tuimbe pamoja. Wewe ni mfalme, wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda, wewe ni mfalme, jioni ya leo. Wewe ni mfalme, 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 Simba wa Yuda, Yesu tawala. Wewe ni mfalme, 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 Simba wa Yuda, Yesu tawala. Wala tunaojua kuomba, hebu mshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Tumeambiwa hapa kilichofanyika ni kutoa unabii, ni kutabiri. Ni kutabiri, ni kutabiri. Hebu itabilie hali ulio nayo. Hata wewe msikilizaji unayetusikiliza, hebu ingia kwenye maombi sasa. Hebu ingia kwenye maombi. Ongea maneno fulani juu ya hiyo hali ambayo unataka ibadilike, ipate uhai. Sema maneno. Shukuru Bwana ya kwamba inawezekana ukaishi tena, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana, unaweza kuhuisha tena. Bwana, unaweza kuhuisha tena. Unaweza kuhuisha tena. Unaweza kuhuisha tena. Unaweza kurejesha matumaini yaliyopotea. Unaweza kurejesha nguvu zilizopotea. Unaweza kurejesha amani iliyopotea. Unaweza kurejesha kila kilichopotea kwa uwepo wako, kwa nguvu zako. Bwana, unaweza. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Baba
Baba, ninakushukuru maana wewe uko hapa jioni ya leo. Uko hapa jioni ya leo upate kutuhudumia, upate kurejesha uhai, upate kurejesha uhai, upate kurejesha uhai, upate kurejesha uhai, ila pumzi ya uhai ndani ya mambo yaliyokufa. Bwana ukaiachilie sasa, kila kilichokufa kikaweze kupata uhai tena. Tunapoendelea katika hali hiyo, inawezekana uko mahali hapa, uko mahali hapa, uko mahali hapa, yako mambo ambayo mkukitamani umuone Mungu akiyainua tena na kuyafanya upya. Mkukitamani Mungu akufanye upya tena, afanye upya tena, arejeshe tena ile hali ambayo ilikuwepo lakini imepotea. Unataka Bwana akurejeshe. Kama uko mahali hapa, unaweza kusogea tu hapa mbele, tutaomba pamoja na wewe. Kama uko mahali hapa, unaweza kusogea mahali hapa. Na wewe ambaye unatusikiliza kwa njia ya redio, wewe utafuatilia maombi ambayo tutayaomba mahali hapa. Hakika Bwana aliyelituma hili neno atakwenda kufanya kitu cha tofauti. Kama wewe uko hapa kwenye viwanja na ungetamani Bwana anyoshe mkono wake na kukugusa na pumzi yake iachiliwe ndani yako, na mambo yaliyokufa yakapata kufufuka tena, unaweza kusogea hapa mbele taratibu. Nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi yangu ya kutamani. Nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi yangu ya kutamani. Bwana nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi yangu ya kutamani. Unirejeshe, unirejeshe. Naomba watumishi wa Mungu tuje tusaidiane kwa ajili ya kuombea ndugu zetu hawa. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Hebu tuimbe wote kwa pamoja maneno haya. Nirejeshe, nirejeshe furaha ya. Inawezekana furaha imepotea, furaha imepotea. Mambo ambayo umeyapitia, mambo ambayo umeyapitia, inawezekana yamepelekea furaha ikapotea, furaha ikapotea, amani ikapotea. Yuko Mungu ambaye jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo ameachilia hili neno ili lirejeshe kila kilichopotea, amani iliyopotea. Jioni ya leo Bwana anairejesha matumaini yaliyopotea, Bwana anayarejesha. Kabla hatujawaombea, nitaomba mnifuate kwa maneno yafuatayo. Kila mmoja sema Bwana Yesu. Sema vizuri kabisa, Bwana Yesu, jioni ya leo nimesikia neno lako kuhusu uwezekano wa mambo yaliyokufa kwenye maisha yangu kurejeshwa tena na kufufuka tena na kuwa hai tena. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unitakase na uovu wa aina yoyote kwenye maisha yangu.
unisamehe. Damu ya Yesu ipite, inisafishe, iniondolee kila hatia kwenye maisha yangu. Asante Yesu, kuanzia leo ninakukaribisha ndani ya moyo wangu, utawale. Maana mauti ilitawala, udhaifu ulitawala, na sasa Yesu, karibu ndani ya moyo wangu, utawale kila eneo. Tawala mawazo yangu, tawala viungo vyangu vyote, mikono yangu, miguu yangu, moyo wangu, maisha yangu yote yatawale. Wewe ndiwe wa mtawala. Ninamkataa shetani na kazi zake zote, ninazikataa kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo ninakukubali wewe Yesu, ninakupenda wewe Yesu, nitashikamana na wewe siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu. Bwana, asante kwa damu yako na kwa ukombozi wako. Ninasema asante, nikiamini ya kwamba kwenye maisha yangu yote, kwenye maeneo yote, mkono wako unaenda kunigusa na kunihuisha, kunifanya upya tena, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na sasa, kama unajua kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Sisi tutaomba kwa ajili yako. Hata wewe ambaye huko unasikiliza kwa njia ya redio, huko uliko, naamini umefuatisha sala hii. Jioni ya leo ni jioni ya majira mapya. Majira mapya kwenye maisha yako, kwenye maisha yako. Rebabababababa, rigararabasha. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Bwana yuko mahali hapa. Nguvu ya Bwana iko mahali hapa. Kurejesha uzima, kurejesha uhai, kurejesha uhai. Pokea uzima. Naitabiria hiyo hali, naitabiria hiyo afya yako, nalitabiria hilo tumbo, natabiria hilo tumbo lisilozaa likazoe tena. Rabababa, rararabashaka, rabayakata. Ninatabiri uhai, uhai, uhai. Orobokotererereba, rararararararara, rarararararara. Pokea uhai, pokea uhai. Biashara iliyokufa, natabiri uhai. Yakataa. Mkono wa Bwana na kugusa, Bwana na kugusa, Bwana na kugusa, Bwana na kugusa. Nguvu yake na kugusa kwa jina la Yesu. Rejeshewa, rejeshewa. Matumaini yaliyopotea yarejee, yarejee kwa jina la Yesu. Rebebe rakate, shapakapa, rikata, radarabasa. Bwana na kufungue, Bwana na kurejeshe. Riboko shatata. Pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai, pokea uhai. Kila mifupa mikavu kwenye maisha yako
ipokee uhai jioni ya leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea uzima, rejeshewe uzima, rejeshewe uzima kwa jina la Yesu. Rebebebe, redadadadada, redadadada, oraba. Yes, yes, yes. Pokea, pokea uzima, pokea uhai tena. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nguvu za giza, nguvu za giza, chomoka ndani yao. Shelebekete, rekete rebaba, sheleketete, shakataya bra, iyaraba sekete, shapaya rabasa, retetete, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila kilichokufa, matumaini hayapotea, tunahuisha, 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 tunahuisha. In the name of Jesus. 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 Kila mahali ambapo pamekufa, kwenye familia, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kila eneo, kwa watoto, tunarejesha uhai, tunarejesha uhai, tunarejesha uzima, tunarejesha uzima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uhai rejea, uhai rejea, uhai rejea, uhai rejea. Wana wa uzima, wana wa uzima. Hata wewe unatusikiliza kwa njia ya redio, pokea uzima, pokea uhai, rejeshewa. Biashara yako na ifufuke, ndoa yako na ifufuke, kazini kwako pafufuke, familia yako iweze kuwa na matumaini tena, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Shelebekete baba, rebebebebe. Uhai na uendelee kuingia, uhai na uendelee kuingia, uhai na uendelee kuingia kwenye maisha yako. Shelebebebebe, sheleketetetete. Hebu msogeze huyo hapa, msogeze huyo, msogeze hapa. Yereketetete, rima mama mama, reketeketekete, robokata, shakapaya. Kwa jina la Yesu, kila kifungo kilichomfunga huyo kijana kwenye masomo yake, mauti yako kwenye elimu yake, mauti yako kwenye shule, kwa jina la Yesu, kwenye eneo la masomo, Bwana tunatamka urejesho, 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 urejesho. Kila roho ambayo imeondoa uhai kwenye maisha yako, kwenye elimu yako, kwa jina la Yesu. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain, you made my life so beautiful.